Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu, asubuhi ya leo ninakusabai katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama, umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana kuwa kwetu kuamka ukiwa umebarikiwa na uhai katika uso wa dunia, tu imegharimu tu mkono wake, nguvu zake. Sio kwa nguvu zetu, sio kwa nguvu za yeyote yule, bali ni nguvu zake mwenyewe. Hivyo basi inafaa tu tuweze na kumsifu, tuweze na kumshukuru kila wakati. Asubuhi ya leo ninakualika katika kipindi cha manyunyu ya baraka, ili tukaweze na kuendelea na kunyunyiziwa baraka pamoja kupitia neno la Mwenyezi Mungu, ambalo tutakuwa tunaletewa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu anajulikana kama Pastor Jackson Mutinda kutoka kanisa la ABC Lumbwa. Lumbwa iko katika uongozi wa Iveti Pastorate. Karibu sana wiki yote, tutembee pamoja nawe kila asubuhi, tukiamka pamoja nawe, tukishinda pamoja nawe. Maana ile neno ambalo umeweza na kufundishwa asubuhi ama kubarikiwa nayo asubuhi, litaweza na kukuongoza kwa siku yote. Kumbuka kwamba marudio hiki kipindi utaweza kupatana nasi hapo saa 3:30 jioni kila siku. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba karibu sana, tukaweze na kuendelea na kubarikiwa pamoja. Mpendwa mtazamaji wa runinga ya Undugu TV, ikiwa ni matumaini yangu ya kwamba Mungu amekuwezesha akakujalia neema kama vile ametuwezesha zote tuweze kuamka asubuhi ya leo. Hivyo tuna kila jambo la kusema ni asante kwake. Naomba tushirikiane katika kipindi hiki cha neno la Bwana, ambalo litatuelekeza kufahamu mapenzi ya Bwana jinsi inavyostahili kulingana na mwongozo wa Roho Mtakatifu kwa wiki hii. Hivyo basi mpendwa, naomba tuweze kuingia katika kipindi cha maombi, ndiposa tuweze kuendelea na neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sema ni asante kwa sababu ya mtazamaji. Sema ni asante kwa sababu ya kila jambo ambalo umetenda kwetu. Sema asante kwa sababu umekuwa mwaminifu katika yote, na hivyo basi ukapata kutulinda hata wakati ambapo tulikuwa tumelala Mfalme. Kika tukaweza kuona asubuhi ya leo. Tuna kila jambo la kusema ni asante mbele zako, na hivyo basi tunaomba ukatujalie na ukatufunike kwa nguvu zako. Na kama vile umetupatia hii neema asubuhi ya leo ili tukaweze kushiriki neno lako, naomba Bwana ukapate kunitumia na ukapate kubariki na hata mtazamaji. Na kama vile Mungu wetu wa mbinguni ulivyo mwema, tuomba tukiamini ya kwamba utanena nasi na jina lako litazidi kuinuliwa. Unapoenda kutubariki Mfalme, zidi kubariki kituo hiki Mwenyezi Mungu, na hili katika yote tukakushukuru. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji, ningependa siku hii ya leo tuweze kuingia katika neno la Bwana. Na kama vile ilivyo, basi ningependa siku ya leo tukaweze kuangalia neno la Bwana kwenye kitabu cha Yohana mlango ule wa 4 na mstari ule wa 20 na tufike ule wa 24. Na kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu nitaweza kusoma. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisandiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Pendo mtazamaji,
kwa kipindi hiki tutakuwa tukiangalia mambo ya ibada ama worship. Na wakati huu ninapotaja habari hii ya worship ama ibada, neno hili ibada kama vile tunajua ya kwamba ni ibada ambayo inawakilisha ufalme fulani, ama ibada ni jambo ambalo linapea sifa, linapatia utukufu ufalme fulani kulingana na imani yako. Na siku hii ya leo ninapoongea kuhusu ibada, naongea ibada halisi ambayo tunamwabudu aliyetuumba sisi, naye ni Mwenyezi Mungu. Na ninapoangalia hili neno nasema ya kwamba worship is where you meet, yani ni mahali ambapo ama ni jambo ambalo linafanywa kwa sababu ya kukutana na muumbaji wako. Jambo ambalo linafanywa ili kumfurahisha kiongozi ama kumfurahisha muumbaji wako. Therefore tunasema ya kwamba it is where you feel something good. Yani ni wakati ambao unahisi kitu chema ambacho kimeingia ama kimekuingia katika maisha na katika moyo wako. Na vile vile unapata ya kwamba kuna ile divine connection. Unapata yani kuna kule kuunganishwa kiroho. Na tunasema kuna kule kuunganishwa kiroho na muumbaji wako, ya kwamba unapata ya kwamba unazungumza na yeye. Na jambo lingine ni kwamba it is an overflow of ungrateful heart. Yani ni jambo ama ni msisimuko ambao unanjaza jambo ambalo ni kwamba yani ni jambo la kumuinua, kumshukuru, kumshangilia, kumsifu ambaye amekupatia hiyo neema ya kuwepo. Kwa hivyo tunasema ya kwamba in this we can see now what connects us with the deeper worship. Katika ama tunapoelewa mambo hayo yote, sasa tunaangalia ni nini hicho ambacho kinatuunganisha na ile ibada ama kule kuabudu halisi kwa undani. Maana unaweza kuwa tu unaabudu lakini haufikii. Unaweza kuwa unaabudu lakini hakuna kuunganishwa. Hakuna kitu ambacho kinakuunganisha, na hata yule ambaye unaongea na yeye hawezi ukajua ya kwamba katika ile worship ama katika ile ibada hauna ile breakthrough. Kwa hivyo unapata ya kwamba hauna, yani hausikii ya kwamba umeunganika na mbingu katika jambo hilo la kumfanyia Bwana ibada. Kwa hivyo siku hii ya leo ningependa mpendwa mtazamaji, tunapoangalia neno la Mungu mahali ambapo tumesoma ni Yesu ama a conversation between a Samaritan woman na Yesu Kristo. Na tunaona ya kwamba mwanamke huyu anajaribu kumuelekeza Yesu habari ya desturi ama their culture ya kwamba mahali ambapo walifanyia ibada. Na ili jambo ninapoangalia habari, ukiangalia verse number 20, unaona ya kwamba Biblia inasema baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali pasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisandiki saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Yesu hapa anajaribu kumuelezea mwanamke nini? Lazima ibada itolewe mahali, ibada iletwe katika roho. Na wakati ambayo ibada inatolewa katika mahali, inaletwa katika roho, hata wakati utatembea mahali pale ambapo ametegwa ili paweze kufanyiwa hiyo ibada, utaweza kupata ya kwamba ukiwa pale already moyo wako uko prepared. Yani umeandaliwa vizuri kwa sababu ya kukutana na unaye muabudu. Kwa sababu watu tu wamesema ama wametenga mahali kwingi ili kufanyia ibada pale. Na jambo ambalo tunastahili kuuliza, unapoenda kufanyia ibada pale, je, hiyo ibada iko ndani ya moyo wako ama unafanya ibada tu kwa sababu imefika tu ni zamu ya kwenda kufanya ibada? Watu wanafanya ibada kama duty,
lakini lazima uangalie ibada ile ambayo unafanya, ili ibada ile iweze kutoka katika moyo wako, kwa sababu ibada kama haijatoka katika moyo wako hauwezi ukamfikia, ama haiwezi ikawa na manufaa katika maisha yako. Utafanya tu na kwa sababu ni zamu yako ama ni duty, ili uweze kuondoka kwa sababu ni siku ile. Kwa mfano, ninapozungumzia siku ya Jumapili, wengi wanaenda kanisani kwa sababu tu ni imekuwa siku ya Jumapili, lakini kwenda kumfanyia Bwana ibada inastahili kuwa katika moyo wako, kwa sababu unapoenda kufanya ile ibada ikiwa katika moyo wako, unapokutana na Bwana ataweza kukufikia. Na ndio maana Yesu anajaribu kumuondolea huyu mwanamke aweze kujua ya kwamba si ibada sio mahali ambapo pametegwa. Ibada inastahili kutoka katika moyo, na ili unapoenda kuifanya ile ibada uweze kukutana na aliyekuita, ama na yule ambaye unaenda kuzungumza na yeye. Na jambo lingine ni kwamba anapoongea kuhusu mnaabudu msichokijua, na sisi tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Ninaona nini tena? Ibada lazima ifuatane na wokovu, kwa sababu wakati moyo wako umeandaliwa vizuri kukutana na Mungu ndani ya roho yako, inaonyesha ya kwamba mambo yale ambayo unafanya, basi utapatia access, ama the Spirit of God access katika maisha yako. Na wakati ame-access maisha yako, basi ataweza kufanya jambo la maana katika moyo wako, na ataweza kuingililia aidha mawazo na ingie katika vitu zingine. Kwa hivyo nataka nikuambia mpendwa mtazamaji, ibada sio kule kutembea. Lazima uandae moyo wako, lazima utengeneze moyo wako, na uwe na ibada ama uwe na agenda, hasa wakati unapoenda mbele zake Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Yesu anawaambia saa inakuja, nayo sasa ipo. Kwa hivyo hatuna wakati mwingine, wakati ambao unatoka katika nyumba, wakati ambao unaishi, ibada unastahili kuibeba kila wakati, ili hii ibada wakati unapoenda kumpelekea Mwenyezi Mungu aweze kuikubali, na kuanzia pale itoke katika roho, na ili pia iambatane na kweli, na pia Bwana akikuangalia haone ya kwamba wewe ni mtu ambaye umejiandaa vizuri kwa ajili ya kukutana na nguvu zake. Na siku hii ya leo tunapoangalia hayo mambo yote ya ibada, lazima tujue ya kwamba kunayo mambo ambayo yanaandamana na hiyo ibada, na yale mambo ndio tutaanza sasa kuyaangalia kupitia siku ile ya kesho, tuweze kuenda moja kwa moja na tujue ni nini hasa ambayo inaleta ibada yetu iwe ya baraka katika maisha yetu. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, nataka nikuambia ya kwamba unapoanza siku, unapoendelea, andaa moyo wako kila wakati kwa ajili, maana ibada hii, wakati unapoandaa moyo wako katika ibada na ukutane na Mungu, sasa ataanza kukuelekeza, na ataanza kukuongelesha, na ataanza kukuonyesha ni wapi ambapo unapitia. Na kama moyo wako umetenganishwa na ibada, sasa inamaanisha ya kwamba even the presence of God is not with you. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, naomba nikuulize na ninaomba nikusii uweke maisha yako na uandae moyo wako kwa ajili ya ibada, na Bwana atakuelekeza katika mambo mengi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako takatifu. Tuomba ili Mwenyezi Mungu likazidi kuwa la manufaa na baraka katika maisha yetu. Neno ili ibada likaweze kutuongoza, na ili Mwenyezi Mungu tunapofanya ibada mbele zako tukakumbalike nawe Bwana. Asante kwa sababu ya mpendwa mtazamaji ambaye utambariki na hata utapata kumuinua. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Hii wiki yote tumeweza kujulishwa kwamba tutakuwa tunafundishwa juu ya ibada. Na kwa siku ya leo, asubuhi ya leo, tumeweza kujua kwamba ibada ni pale ambapo unapokutana unapokutana na Muumba,
wako. Na tukaweza na kujua kwamba yani wakati mwingine unapohisi kwamba yani uko na shukrani, unaweza na kuongozwa na kitu kizuri ndani ya moyo wako, hapo yani unanjazwa tu na kutaka tu kuabudu. So na tukaweza na kujua kwamba ibada yenyewe, ibada inaambatana na kusifu, maombi na kuabudu. So ili ibada ikaweze kuwa kamilifu, ni lazima hapo katikati kuwe na kusifu, kuwe na maombi na kuwe na kuabudu. So kusifu ni njia moja ya kuabudu. Je, wakati ambapo unahisi kwamba umeweza na kubarikiwa, umeweza na kuona mengi ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kukutendea, wakati ambapo moyo wako unahisi kwamba umeweza na kufurika mema, kufurika mibaraka ya Mwenyezi Mungu, je, wewe unasifu? Maana ukisifu utaweza na kuzidi pale, uweza na kuomba ili ukaweza na kukaribiana na Muumba wako. Wakati ambapo unafanya hayo yote, unakuja ya tatu, unaanza kuabudu. Hayo yote yanabebana ili ibada yenyewe ikaweze kuwa kamilifu. Je, huwa unafanya hayo ama kuna moja ambayo umeweza na kuanguka kwalo? Ninakusihi asubuhi ya leo ukaweze na kuamka kutoka pale. Ujue kwamba wakati ambapo unajipiana kwa maombi, lazima kuwe na kusifu ili ibada ikawe kamilifu, ili ibada yako ikawe ni ile ambayo Mwenyezi Mungu anaweza kuangalia akasema kwamba huyu mtumishi wangu ameweza na kunifikia. Huyu mtumishi wangu lazima niteremke na nimtendee jambo. Lazima niteremke na nikaweze kunjibu hata maombi yake. Kwanza tumeshukuru sana ni kwa sababu ile fundisho la asubuhi ya leo. Mwenyezi Mungu na kubariki, Mwenyezi Mungu naendelea kukuongezea mengi ili ukauzidi na kuendelea na kutufundisha hii wiki yote. Mtazamaji wangu, kuwa na wakati mwema na siku njema, na Mungu ambaye utenda makuu akaweze na kukutembelea. Bye bye.